Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Naam, amjambo ndugu mtazamaji wa Tanganyika TV. Matumaini yangu upo salama popote pale unatufuata. Siku ya leo tuko na big interview na moja kati ya wasanii chipukizi. Mimi namjua, ataenda kujitambulisha kwa majina ili wewe ambao usiyemjua humjue zaidi. Ni msanii ambaye anafanya vizuri katika industry ya muziki hapa kwetu Baraka, si Baraka tu, ni territoire ya Fizi nzima. Anyway, ataenda kujitambulisha kwa majina ili umfahamu. Jambo ndugu. Jambo sana. Labda kwa majina. Kwa majina naitwa Bruno Kinyama. Kwa majina anaitwa Bruno Kinyama. Najua jina hii si jina geni sana. Ukiingia YouTube ukiandika Bruno Kinyama utampata kabisa. Na tuende hapa kwa story yako kwa ufupi, kwa sababu watu ndio wanajua Bruno Kinyama. Watu wangependa kujua historia yako ya muziki. Ulianza muziki siku gani na nini ambacho kilituma mpaka unafanya muziki? Kenye naweza nikaambia watazamaji, ndio muziki yani kenye kimenisukuma, kenye kimeniforce kwa kufanya muziki. Ilikuwa siku moja mke wangu alibeba mimba. Yeye kubeba mimba, nikapenda niimbe ili kufurahisha watu. Ndio. Nikafanya hiyo ngoma. Kwa kufanya hiyo ngoma watu wakasikia, wakasema bwana jamaa unaweza sana. Ile kitu kanisukuma sana kwa kufanya muziki. Ndio kenye kimeniingiza muziki zaidi sana. Kwa watu kwa kunipush kuona bwana uko na kipaji, na kama uko na kipaji hauwezi kaishia hapa, endelea tu fanye kazi. Nikaendelea kufanya kazi, ndio hivyo. Na unadhani je, katika kazi ya muziki utafanikiwa kama wengine? Nina imani sana. Na muziki ngapi ambayo umeshawahi kuifanya hapa kwetu? Kwa kusema kweli kabisa nina ngoma nyingi sana zenye nimeshafanya. Ndio. Lakini ngoma zenye nimeshapost kwenye account yangu ni ngoma 5. Ninamo video 2 na audio 3. Na ipi ambayo huwa ilienda kabisa viral, watu walipokea vizuri? Nilifanya ngoma kabisa, video tena nzuri kabisa. Ndiyo. Na zote ni kali. Lakini yenyewe imeenda sana ni video ya tunafanana. Ndugu mtazamaji, ingia pale kwenye channel yake YouTube, andika Bruno Kinyama, nyimbo inaitwa Tunafanana. Uifuatilie ili ujue je iko vipi, hiki ambacho anasema je ni nzuri kwa upande wako. Tuelekee kwenye historia ya muziki hapa nyumbani. Huwa mara nyingi niliwahi kufuatilia kwenye channel yako kwa ufanye video hapa, kwa nini? Sababu mimi kutokufanya video hapa kulingana na sehemu zenye mimi nafanyia video, yani hawana nguvu za kufanya video kama video mimi nafanya hapa. Hawana hizo nguvu kabisa. Yani nimeona kabisa video zao sio nzuri zaidi, na sasa hivi tunatafuta kitu kizuri kenye kitalipa. Na kwenye video zako huwa unagharamia ngapi mpaka video kutoka? Nimefanya video turu wa kwanza kufanya video nimefanya video 2. Ndio. Hizo video 2 zimegharimu dola 600. 600. Labda tukienda dola 600 makongomani ni ngapi kwa wale ambao ni wakongomani? Kwa sababu kwenye dala wako down, yani kikongomani hapo ni pesa ngapi? Yani hivyo kabisa ni vitu vinaomba hesabu. Tuseme tunaweza estimate hata tuseme $100 hivi tuko mudesa 80. Kisha mtazamaji anaweza kujumuisha tu atajua kama ni ngapi. Nadhani hapo unaelewa vizuri. Na twende kwenye wasanii wangapi ambao ushawahi kufanya collab hapa kwetu Baraka na nje pia? Tuseme wasanii tumeshafanya collab ni wasanii 3. Nimeshafanya collab na msanii kutoka Tanzania, Shobiopa. Nimeshafanya collab na kila jamaa moja na Kasebele wanamtaga Sangbi Forever. Sangbi. Nimeshafanya collab na jamaa wanamuita Usi Flavor. Na vipi kuhusu changamoto za uandishi wa muziki? Kwa sababu kuandika muziki ni kazi. Kwa yule ambaye ajui, yeye anaona kama kawaida. Ni kipi ambacho wewe unapitia kama vile kitu kigumu kwako kwa kuandika muziki? Yani kwa kuandika muziki kabisa mimi sina changamoto yoyote. Yani mimi kabisa naandika kabisa, yani siombi hata kufikiria sana. Hawakuandiki muziki. Hamna, nafanya mwenyewe kabisa. Kwa chana hayo, Bruno Kinyama ni msanii wa design gani? Yani tuseme kabisa mimi nitafanya mambo makubwa sana. Na siwezi nikajiongelea mwenyewe. Atakaye nitazama ndio ataniona kama niko msanii wa design gani. Ndio hivyo. Labda tuende kwenye vibe ya vinywaji. Wewe ni msanii ambaye unapenda sana kutumia kinywaji gani? Situmii kinywaji, tofauti tu na maji. Maji tu? Yeah. Vipi kwa wale ambao wanasema
kutumia kinywaji yani kutumia pombe ili uwe na mind, unawaambia nini? Kuwa na mind ni akili ya mtu mwenyewe. Kuna mtu kabisa akitumia pombe anapata kabisa nguvu za kufanya muziki. Na kuna mwingine akitumia pombe anavuruga. Lakini mimi kabisa sitegemei pombe zaidi ije kunisaidia kabisa kwa kufanya muziki, hapana. Na msanii gani huwa wewe unamuiga? Kwa sababu kila mtu anakuwa na miundombinu, huwa anaiga sehemu. Wewe unamuiga nani? Kusema kweli mimi siigi mtu, najiga mwenyewe tu. Yaani una mapigo yako kabisa. Ndiyo kabisa. Labda neno gani ungependa kushauria wasanii ambao wanapatikana hapa ndani ya mji wa Baraka, ambao wameshakata tamaa na muziki kutokana na hakuna support ya muziki? Shauri naweza nikatoa ni kupambana mdogo mdogo. Unajua kitu mtu atafutwa, anajitafuta mwenyewe. Ndiyo. Inabidi sasa kujitafuta sasa mwenyewe. Na usivunjike moyo kabisa, wazidi tu kupambana na mawazo isiwakoroge sana. Wazidi tu kupambana, mtu mwenyewe ndo anajitafuta, usitegemee kutafutwa hata siku moja. Ndio hivyo naweza nikawaambia. Na kwa haraka wewe kabla msanii, huwa asubuhi ukiamuka unafanya nini? Cha kwanza mimi nikiamuka bana, maana nikilala tu mimi nasikiliza biti sana. Ndo nasikiliza kabisa. Ukiamuka asubuhi? Yaani nikiamuka hapo asubuhi, cha kwanza mimi naswaki, nikimaliza hapo mimi naanza kuimba kama mwiyo hivi, naimba nikiona kama melody ni kazuri na kaingiza kwenye simu. Yaani ndo kazi yangu yenyewe mimi napenda sana. Nimeshaniingia walai. Labda neno gani ungependa kuambia watu ambao wanatazama katika Tanganyika TV? Ungependa kuambia nini? Kikubwa mimi naweza nikasema kabisa watazamaji wazidi kufuatilia mambo yangu. Maana tunaomba support, bila wao hatuwezi. Na tukiangalia hapa Baraka, sanaa ya muziki haiendi kwa sababu kuna wasanii wengi lakini hakuna support. Wewe unadhani wapo tunafeli wapi? Mambo kuenda nategemeana na msanii mwenyewe ama na management. Msanii anaweza kafeli kulingana na management, na msanii anaweza kafeli kulingana na yeye mwenyewe. Na vipi wewe una management? Sina management, najibeba mwenyewe. Unajibeba mwenyewe? Je, unaweza ukapenda uwe na management? Sitamani kabisa. Au tamani? Tulikuwa na Brino katika TV ya kwetu Tanganyika TV, TV kubwa duniani, TV ambayo inafuatwa na watu wengi wa sehemu mbalimbali. Nadhani ulimsikiliza, alijieleza mengi sana kumuhusu, na ukitaka kumjua zaidi mfuatilie katika social media, YouTube, Facebook, TikTok, sehemu zote ndugu yangu yupo. Anaitwa Brino Kinyama. Nite Kenya kabisa, nite Baba Wilo. Baba Wilo. Labda nite Kenya sasa. Mashabiki wangependa kidogo na kapela kidogo ili wafurahi zaidi. Haina shida kabisa. Naweza kwambia kama mimi kidogo kama mapenzi. Ndio. Sawa. Tuwe mapacha wawili milele tusije kuachana. Tunaendana kimwili mwili, katupatanisha Maulana, basi zidisha upendo na mimi nikupende. Wapumzike tu wachome, mbongo toke njane, nibe wane. Huyo ni Bruno Kinyama. Asante sana wewe ambao unanunua bando kutufuatilia kupitia channel yako Tanganyika TV. Asante. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.